Bunge News, mikutano ya wabunge, maendeleo majimboni na wasifu wa wabunge binafsi. Mwenyezi Mungu mtukufu, muumba mbingu na dunia, umeweka katika dunia serikali za wanadamu na mabunge mataifa ili haki yako itendeke. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru. Nami niungane na wenzangu kuipongeza wizara chini ya Mheshimiwa Waziri Daktari Juma Zuberi Homera, lakini na msaidizi wake Mheshimiwa Zainab Katimba. Lakini vile vile nimpongeze mwanasheria mkuu wa serikali. Kilikuwa kilio kikubwa cha wabunge kwa bunge lililopita. Tunaambiwa sasa hivi kwamba wizara hivi karibuni mtakwenda kuzindua mpango wa kuanza kutumia sheria zetu kwa lugha ya Kiswahili. Na ilikuwa ni kilio cha wabunge wengi kuona tafsiri ya sheria hizi kwa lugha ambayo wananchi wengi wataielewa. Na leo tunafurahi kuona hatua kubwa ambayo imepigwa na itawasaidia wananchi wetu wengi kuweza kutafsiri vizuri sheria na itawasaidia katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo tunashukuru na kuipongeza sana serikali kwa hatua hiyo. Lakini vile vile niungane na wenzangu pia kuishukuru serikali kwa program mbalimbali zilizopo chini ya wizara hii, ikiwepo hiyo ya Samia Legal Aid ambayo imewafikia wananchi wengi. Na nikuombe Mheshimiwa Waziri, hii kampeni iendelee na iwafikie na wananchi huko ndani vijijini kabisa ili waweze kupata msaada wa kisheria. Lakini hata ile kampeni yako ya waongea na waziri, kwa kweli watu wanaifurahia sana. Kwa hiyo nikuombe Mheshimiwa Waziri, ikiwezekana ongeza muda kabisa ili wananchi wengi waweze kufikiwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nilikuwa na ushauri wa mambo machache kabisa kwenye wizara hii. Tunatambua kama taifa sasa hivi tunakwenda kwenye utekelezaji wa dira ya 2050. Na kiukweli katika dira hile ili kuweza kutekelezeka tunaambiwa 70% ya mafanikio ya dira yetu ile yatategemea sekta binafsi. Mheshimiwa Mwenyekiti, waheshimiwa wabunge ni mashahidi. Tumekuwa na sheria nyingi ambazo zinalalamikiwa na sekta binafsi. Nichukue nafasi hii kumuomba mwanasheria mkuu wa serikali, lakini vile vile na tume yetu ya kurekebisha sheria. Tunatarajia bunge hili tuone sheria nyingi zikija bungeni kwa ajili ya marekebisho. Sheria za wekezaji bado zinapigiwa kelele. Milolongo ni mirefu sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini vile vile zipo sheria za fidia Mheshimiwa Mwenyekiti. Leo hii mwananchi akipigwa fidia, serikali inapotaka kuchukua maeneo kwa wananchi, mwananchi akishalipwa fidia hata robo ya kile mali alichokirudisha serikalini kuenda kununua hawezi Mheshimiwa Mwenyekiti. Hebu tuone, tupate sheria ambazo zinaendana na wakati wa bei halisi zilizopo, lakini tuendane na wakati. Kama ilivyo dira yetu Mheshimiwa Mwenyekiti, tunasema tunakwenda kwenye uchumi jumuishi. Hatuwezi kuwa na sheria ambazo bado zinawakandamiza wananchi wetu. Nikuombe sana mwanasheria mkuu wa serikali, acha alama kakaangu Hamza kwa kutuletea sheria nyingi ambazo zibadilike ziendane na wakati. Tunahitaji kuona bunge hili likileta sheria za kuwalinda wafugaji Mheshimiwa Mwenyekiti. Leo hii mfugaji wako wengine ambao kweli wanaingia wanafanya makusudi kuingia huko hifadhini. Wapo wale ambao ng'ombe zinaingia kwa bahati mbaya. Leo wanaenda kutaifishwa ng'ombe zao. Kila ng'ombe mmoja Laki1 Mheshimiwa Mwenyekiti. Hii ni gharama kubwa sana. Tuwaombe muwasaidie wananchi hawa. Tusiendelee kuwakandamiza Mheshimiwa Mwenyekiti. Lakini vile vile ninaungana kabisa na hoja ya kamati ya bajeti kwamba mabaraza ya ardhi yasiwe yanasikiliza kesi za ardhi. Kumekuwa kuna urasimu mkubwa Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunaomba yarudi mashauri yote ya ardhi yarudi kwenye mahakama na haya baraza yasiendelee, kwa sababu kuna malalamiko mengi Mheshimiwa Mwenyekiti ambayo yanawarudisha nyuma wananchi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kumalizia niombe sana, nasisitiza kwa mwanasheria mkuu wetu wa serikali na tume ya mabadiliko ya sheria ya kurekebisha sheria, niwaombe sana. Tunatarajia tupate mabadiliko mengi ya sheria ili kuendana na utekelezaji wa dira ya 2050. Na tunafahamu kwamba msingi ukiwekwa vizuri wa hii dira, na dira hii mmeibeba ninyi, kwa sababu mambo mengi, vikwazo vingi vya kisheria inatakiwa virekebishwe ili twende vizuri. Kwa hiyo tunatarajia tupate sheria nyingi, na kama kuna mambo ambayo ya sera hazijakaa vizuri, basi nazo zirekebishwe ili tuweze kupata sheria bora ambazo zitatupelekea msingi imara wa kutekeleza dira ya maendeleo 50.
Tusipofanya hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, tutabaki kuwa na mipango mizuri aliyoiandaa Profesa Kitila Mkumbo na wenzake, itabakia kwenye karatasi, lakini utekelezaji wake hautawezekana. Niombe sheria nyingi zinazolalamikiwa ziletwe bungeni, tuzirekebishe, tuweke msingi mzuri wa kutekeleza dira ya maendeleo ya taifa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana, ninaunga mkono hoja. Asante sana. Baada ya maneno hayo, naahirisha shughuli za bunge. Bunge News.